Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu kwa jina la Yesu. Bado uko nami Felix Unji, mtumwa wa Bwana wetu Yesu, katika sehemu ya pili ya somo letu la uwekezaji katika mtazamo wa ufalme wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni sehemu ya pili ambapo tunaangalia kitu kinaitwa mbegu. Mbegu, tunajua kwamba mbegu ni kitu, yani tunaweza kusema kwamba mbegu ni kila kitu, kwa sababu mbegu ndio inayosababisha uzao uendelee kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila mbegu maana yake kusingekuwa na uzao, uendelevu wa uzao. Tukisoma katika Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22. Naomba nikusomee mtu wa Mungu. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22. Tusome pamoja. Anasema, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imetupasa tuelewe kwamba kuna majira ambayo Mungu ameshaweka kwamba yani anakuwa anajirudia. Kwa hiyo sasa kwenye hayo majira imetupasa tujue kwamba kwenye majira haya inabidi upande nini na nini usipande. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimesema wazi kwamba mbegu sio lazima iwe pesa tu. Inaweza ikawa ni pesa, inaweza ikawa ni maarifa, inaweza ikawa ni muda, inaweza ikawa ni mahusiano ambayo umetengeneza kwa maana ya connection, inawezekana ni nidhamu ambayo unaweka kwenye kuweka akiba, yani vitu tofauti tofauti inaweza kuwa mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inategemeana. Sio lazima mbegu ya mahindi tu. Muda, fedha, elimu, maarifa, ujuzi, vyote hivyo ni mbegu, ndio maana vyote vina uwezo wa kuzaa. Kwa hiyo tukitoka katika Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22, hii ni sheria ya milele ya kiuchumi. Kabla hata ya Musa, kabla ya sheria, Mungu alishaweka mfumo huu tayari kwamba kuna kupanda, kuna kusubiri na kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima upande. Ukishapanda lazima uwe mvumilivu. Uwe mvumilivu. Katika Injili ya Marko sura 4 mstari wa 26 mpaka wa 29, tunaweza tukaona pale Yesu anazungumzia mfano wa ufalme wa Mungu. Anasema kwamba ni kama mtu aliyepanda mbegu katika nchi, akalala na kuamka usiku na mchana, mbegu ikamea na kukua, yeye mwenyewe hajui jinsi ikuavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kuna kitu kizuri sana ambacho nataka Roho Mtakatifu akusaidie uweze kunielewa vizuri. Hii hapa inaonyesha, Yesu alionyesha kwamba ukuaji ni wa kimungu, lakini kupanda mbegu ni wajibu wa mwanadamu. Ni wajibu wako wewe ni kupanda mbegu. Kama ni mbegu ya elimu, panda. Mbegu ya biashara, panda. Mbegu ya nini, panda. Maana kwa mfano sasa tuseme kwamba umekuwa na mtaji kiasi fulani, umeamua kuanza biashara fulani. Maana yake ni kwamba umeweka hiyo mbegu ukiamini kwamba itazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona kwamba unapitia changamoto, magumu, uzito, lakini kuna hatua ambayo unakuja kufika, unaanza kujishangaa. Ndio mimi niliyefika hapa sasa hivi? Mimi ndio mwenye mtaji mkubwa kiasi hiki? Mimi ndio nimeweza kuajiri watu wengi kiasi hiki? Mimi ndio nimeweza kufanya mambo makubwa kiasi hiki? Kwa sababu ukijiangalia namna ambavyo ulianza na mbegu ndogo tu ambayo uliipanda tu kwa imani, ukiamini Mungu atakusaidia, lakini hujui imekuaje hiyo mbegu mpaka imefikia hatua ambapo sasa imezaa matunda, mpaka kama Yesu anasema kwamba mpaka ndege wa angani wanakuja kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kwamba hiyo mbegu ambayo wewe ulianza nayo ndogo inafanya watu wengine waajiri, wapate kula na wao na familia zao kupitia hiyo mbegu ambayo uliipanda. Kwa hiyo usishangae, kumbe wewe unachotakiwa kufanya ni kupanda tu mbegu, alafu endelea kuchukua. Yani issue ya kukuza na kuendelea na kufanikisha ni Mungu atakaye kufanikisha. Wewe unatakiwa uweke imani tu kwamba napanda hii mbegu, Mungu atanifanikisha. Endelea kupambana, ukifanya mambo yote ambayo unatakiwa wewe uyafanye, hakikisha kwamba umeyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano kama ni biashara ya chakula, hakikisha mazingira ni masafi, chakula kinapikwa vizuri, mambo yako umeweka vizuri, meza, viti, kila kitu kimekaa katika hali ya ubora na usafi kiasi kwamba wateja wanavutiwa kuja kula mahali hapo. Yaani wewe usitengeneze mazingira ya wateja kukimbia sehemu yako ya biashara. Kwa mfano mazingira ni machafu, hata Mungu akikuletea watu watafika hapo, akiona mazingira ni machafu hawezi kula, wataondoka. Kwa hiyo utakuwa ni wewe mwenyewe ndio mwenye shida. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kupambana kuhakikisha kwamba unaweka mambo yote sawa. Halafu ndipo utaona Mungu ambavyo anafanya kazi yake kuhakikisha kwamba hicho kitu kinakuwa na kuwa katika namna ambayo wewe huwezi kuelewa, kama Yesu ambavyo alisema. Kwa hiyo kinachohitajika hapo ni subira, kwa sababu ukipanda mbegu sio kwamba itaota kesho tu. Hapana. Shida mara nyingi tunakuwa tunataka kwamba ukipanda leo
wiki ya kwanza tuanze kuona faida. Kwa hiyo tunakata tamaa kabla ya msimu. Lakini wakulima wanajua mkulima anajua kwamba hakuna mahindi ambayo utapanda leo uvune leo. Hakuna mahindi utapanda leo uvune kesho. Lazima upitie mchakato. Kuna mchakato wa kupalilia. Ukisha invest capital yako kwenye biashara yako, kuna mchakato wa kupalilia. Kama mahindi ukupalilia pale, unaendelea kuweka sawa, kuboresha vitu, kuongeza vitu, ndio biashara yako inavyoendelea kuimarika mpaka inafika point sasa unaanza kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwekezaji sio muujiza wa ghafla, bali ni uaminifu katika mchakato ambao unaofanya. Mtu wa Mungu, kama umebarikiwa, na usiache kufuatilia sehemu ya 3 ya somo la uwekezaji kwa mtazamo wa ufalme wa Mungu. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.